Mwongozo wa kujifunza Biblia, hili likiwa ni somo la pili la robo ya pili ya mwaka 2026. Juma hili tunaenda kuliangazia somo linalosema kumjua Mungu. Ni somo la Aprili 4 hadi 10 ya mwaka 2026. Katika sabato mchana, somo la juma hili tajifunza Mwanzo sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 5, Mambo ya Walawi 20 aya 26, Samueli wa kwanza sura ya 2 aya ya 2, Yohana wa kwanza sura ya 4 aya 7 hadi 19, Mwanzo 1 aya ya kwanza, Mwanzo 2 aya ya 7, Mathayo sura ya kwanza ya 23 na Mathayo 28 aya ya 20. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Yohana 17 aya ya 3. Neno la Mungu linasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kuwa na ufahamu wazi wa tabia ya Mungu ni msingi wa kuwa na uhusiano thabiti na yeye. Hii ndiyo sababu juma hili tutaangalia kwa makini kile Biblia inachosema kuhusu tabia ya Mungu, tukikumbuka kwamba ni giza la kutokutambua Mungu linalofunika ulimwengu. Watu wanapoteza ujuzi wa tabia yake, imekuwa haieleweki na imetafsiriwa vibaya. Wakati huu ujumbe toka kwa Mungu sharti utangazwe, ujumbe unaoangaza kwa mvuto wake na unaookoa kwa uwezo wake. Tabia yake ni lazima itambulishwe. Katika giza la ulimwengu huu, mng'ao wa utukufu wake hauna budi kusambazwa, uwe nuru ya wema wake, huruma zake na ukweli wake. Ujumbe wa mwisho wa rehema utakaotolewa kwa ulimwengu kuonesha tabia yake ya upendo. Ellen G. White, Lulu za Uzima, ukurasa wa 298. Inaonekana haiwezekani kumweleza Mungu ipasavyo, na kwa hivyo tunachoweza kufanya ni kuelekeza kile ambacho Biblia inasema juu yake. Ijapokuwa hatutawahi kujua hasa sasa kila kitu tunachopaswa kujua kuhusu tabia ya ajabu ya Mungu, na tuombe kwamba tunapojifunza zaidi juu yake, ufahamu wetu na upendo wetu kwake uzidi kuongezeka, ili hatimaye tutake kukua karibu naye ili kuakisi upendo na tabia yake kwa wengine. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya sabato ya Aprili 11. Jumapili Aprili 5 utajifunza picha ya Mungu iliyo wazi zaidi. Jumatatu Aprili 6 tutaangazia mada isemayo Mungu ni mtakatifu. Jumanne Aprili 7 Mungu ni upendo. Jumatano katika siku ile ya Aprili 8 tutaangazia mada isemayo Mungu katika uumbaji. Siku ya Alhamis Aprili 9 mada itasema Imanueli, Mungu pamoja nasi. Na mwisho katika siku ya Ijumaa Aprili 10, jifunze zaidi. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni sabato mchana katika somo la pili linalosema kumjua Mungu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.